Zanzibar. Sasa ndo wakati. Alfajiri na mapema, mwenye shamba akaenda shambani mwake na akaona kuna kazi. Mavuno ni mengi, wafanyakazi ndio wachache. Na kwa hivyo jana tukaona ameondoka alfajiri na mapema na akaweza kuwaingiza watenda kazi shambani mwake. Kwa hivyo tuliweza kuangalia hiyo, na ndio tunaendelea leo. Tunaenda leo mpaka saa 3. Kwa sababu saa 3 ndio wataongeza wafanyikazi, na hayo tutaweza kuangalia jioni. Lakini kwa sasa tuna saa yetu hapa ambayo inatuonyesha wafanyakazi wale ambao waliweza kuingizwa katika kazi. Jana tukaweza kuangalia wafanyikazi kuanzia kwa yule Adamu mwenyewe. Na Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa wa kwanza kufanya kazi yake. Mungu alianza kufanya kazi yake shambani mwake mwenyewe. Alianza na kumuita Adamu, uko wapi? Adamu, uko wapi? Mungu mwenyewe akaita Adam, where are you? Adamu, uko wapi? Na ngojea saa yangu hapa. Na Mungu mwenyewe alipowaita, hakuita Adamu tu, alielewa ya kwamba ana shida. There was a problem. There is a problem of nakedness. Kulikuwa na shida ya uchi. Walikuwa uchi na Mungu akawafunika uchi. Na ninaposikiza katika presentations ambazo zinafanywa hapa za Atape, I think that is the goal. Hilo ndilo lengo kubwa la Atape, kufunika uchi wetu, kuweza kuinua maisha yetu, kuona ya kwamba tumetoka chini tuweze kuinuliwa maisha yetu. Usiishi tu kwa mavumbi, uweze kuinuliwa katika maisha yako katika sekta mbalimbali. Daktari ametufundisha ya kwamba tusiangalie tu mwaka wa 2026, tuangalie kama vile serikali inavyoangalia 2050. Vision 2050. Si ndio nilisikia hapa mwaka 2050? Mulisikia vile nilisikia? Muliona vile niliona? Muliona 2050? Sasa na mimi siji hapa kuambia muangalie 2050. Yangu sasa ni kuangalia beyond dunia hii. Bwana asifiwe sana. Mimi hapa nimesimama kuambia ya kwamba lazima uinuliwe kimaisha, ya kiafya, ya kiroho, ndio uhamishwe kutoka hii dunia twende tukaishi pamoja katika nchi ya mbinguni, na hatimaye tuishi katika nchi ambayo ni nchi mpya, ambako hakuna matatizo, hakuna shida ya uchumi, hakuna umaskini, hakuna ufukara. Ni mahali tutakapoishi na raha mstarehe pamoja na Bwana wetu milele. Amina. Nyinyi kumbe amina ilihama. Amina kweli au munafika tu 2050 hiyo mambo yenu kwisha, munaenda beyond? Wale wote tunaenda beyond, sema amina. Sema amina. Asante sana. Basi jana tukaangalia ya kwamba Mungu aliweza kuwaingiza wafanya kazi. Nuhu aliingizwa katika kazi, akainua maisha ya hawa watu waliokuwa sawa, wakaokolewa katika safina. Alafu tumemuona Ibrahimu, tumeona wana wa Israeli, tuliona Musa, Mungu akiita Musa. Musa ameondoka, Joshua ameingia. Kazi ya Bwana bado inasonga mbele, hata wafanyikazi wakiisha, kazi bado inasonga mbele. Ni lakini Mungu anaongeza wafanyakazi ambao walifanya kazi, wakatenda kazi, waamuzi walifanya kazi. Tuliangalia haya siku ya jana. Wakafanya kazi waamuzi, wakafanya kazi, Mungu akaongeza katika shamba lake, wakafanya kazi. Saa bado zinasonga, saa bado inaendelea, na tukaona kweli watu walipatikana katika kazi hiyo ya Bwana. Tukafika kitabu cha Danieli jana, na hapo ndio tunaanzia sasa.
Kitabu cha Danieli, maana ya kitabu, jina hili Danieli, maana yake kwa Kiebrania inamaanisha Mungu ndiye hakimu wangu. God is my judge. Dan-el, Mungu ndiye hakimu wangu. Na kitabu cha Danieli chote kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya 12 unaona hukumu ya Mungu from the beginning. Lakini pia nikakwambia kitabu hiki cha Danieli ni kitabu ambacho kina crisis ndani. Kuna crisis of diet, kuna crisis of sovereignty, kuna crisis of worship. Haya mambo yako na ukubwa pia utaipata pale. Lakini pia ukiangalia katika kitabu hiki cha Danieli, wakati Mungu anaita hawa wafanyikazi, tunaona ile miji miwili. Jana nilikuelezea kuhusu kitabu cha Mwanzo 10 na 11 ambao Nimrod anapatikana akiwasaidia kujenga mnara mkubwa ili watu wakaishi pale ndani. Mungu akawatembelea, akawachanganya, wakaweza kuchanganyikiwa kwa lugha zao, na mnara wa Babeli ukakwama, wakatapanywa kila mahali katika dunia hii. Mji wa Babeli ukaanza confusion. Lakini pia tuliona mji wa Salemu ambao uliongozwa na Melkizedeki mwenyewe, mji wa amani. Miji hiyo miwili iko duniani, either katika mji wa Babeli au katika mji wa Yerusalemu. Na ndio unaona pale mwisho katika kitabu cha Ufunuo 18, malaika anaita, anawaambia watu wa Mungu, tokeni kwake enyi watu wangu. Wapi? Babeli, kwa sababu Babuloni haitasimama, itaanguka, kulingana na ujumbe wa malaika wa pili. Kitabu ni cha Ufunuo 14 fungu lile la 8. Inasema ya kwamba malaika mwingine yakashuka na akasema, umeanguka, umeanguka, mji ulio mkuu umeanguka. Miji ni miwili, lakini mmoja utakuja kuanguka. Hii miji miwili imepatikana vizuri katika kitabu ni cha Danieli. Kuanzia pale sura ya kwanza tunaona mji wa Babeli, Nebukadneza mwenyewe akija na anawateka watu wa Yerusalemu, anawapeleka moja kwa moja mpaka pale Babeli. Na wakiwa Babuloni kuna lengo kubwa, kuna sababu kubwa. Lakini wakiwa katika njia wakielekea kwenda kule Babeli, maswali yalikuwa kwa vichwa vyao, wakishangaa mbona Mungu ametuachilia. Na wanauliza, is God still the sovereign God? Is he still in control? Kila hawakujua ni kwamba mavuno ni mengi, wavunaji ndo wachache, na kazi ni nyingi kule. Kwa hivyo lazima Mungu apeleke hawa kule Babeli. Na Mungu akahakikisha ya kwamba watoto wa mfalme wataenda kufanya mahubiri pale Babeli, na watachukuliwa na mfalme mwenyewe. Bwana asifiwe. Watachukuliwa na mfalme na Nebukadneza. Yeye ndiye atapeleka pale. Nebukadneza mwenyewe atawachukua, atawapeleka moja kwa moja mpaka kwake, na watakula katika ikulu, kwa sababu hawa ni watoto wa ikulu. Bwana asifiwe sana. Wakiwa pale Babuloni, basi ikawapambazukia, wakaelewa ni kwa nini Mungu aliwapeleka mle Babeli. Mungu alitaka kuingia katika mawazo ya mfalme ambaye alitawala kule Babuloni, na Mungu alitaka accessibility ili aingie katika taifa la kishenzi. God needed that access ili aweze kujitangaza ya kwamba yeye ndiye Mungu wa miungu na mfalme wa wafalme. Na haitawezekana mpaka wajitokeze hawa watu waende wakahubiri. Lakini kwa sababu wana wa Israeli mulishindwa kujitoa, basi mtapelekwa pale kwa nguvu. Wapenzi, tusipojitolea twende tukahubiri injili, Mungu atatusukuma. Wakati mwingine tutasurutishwa twende tukahubiri injili, hata kama utapelekwa gerezani ili uhubirie wale wako gerezani. God is able to take you to prisons ili ujikute mule ndani, ufikie wale wengine ambao hawajafikiwa na ujumbe. Kuna wakati unaugua na unajikuta hospitali na unalia, unauliza Mungu, bona kwa nini nimeugua? Kwa nini mume wangu ameugua, mke wangu, mtoto wangu, wazazi? Mbona kile ujui ni kwamba labda ni Mungu alifanya uugue ili ulazwe hospitali, kwa sababu hapo karibu na wewe kuna mwingine ambaye amekuwa akitafutwa na Mungu na ameamua hapatikani. Kwa hivyo sasa lazima wewe ugue, ulazwe hospitali, ndo wanakwaya waje watoe wimbo pale, na wakitoa wimbo mhubiri ya hubiri,
na ikiendelea jirani yako anasikia, naye anatoa maisha yake kwa Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio kila wakati unaenda hospitali kwa sababu wewe ni mgonjwa. Hapana, hujaugua, ni Mungu alifanya. Kuna wakati Mungu anafanya unaugua, unazia Mungu niponye, na haponyi, anasema enda hospitali kwa sababu kuna mtu pale, Inaitwa setting you up. Wacha niwaambie, si kila shida unapata inakuwa ni shetani. Wakati mwingine tunalaumu shetani, hata yeye anashangaa. Anauliza, sasa umeniuliza nini mimi hapa? Kuna wakati hata sio shetani. Kuna wakati umekuwa na shida na unasumbua. Kuna wakati umemsumbua huyu shetani. Wakati mwingine namhurumia, wakati mwingine nahurumia huyu shetani kwa sababu anatajwa sana. Hata Mungu anashangaa, mbona hamunitaji? Kila wakati ni shetani. Hata ashindwe mahali hastahili kushindwa. Yaani unajua hata wewe. Acha nikupatie mifano miwili. Wa kwanza, Yesu mwenyewe amewalisha watu mikate. Watu walikuwa yapata wangapi? Watu wangapi waliokula mikate? 5,000. Wamemalizana na 5,000. Kuna wengine 4,000 sawa. Yesu akawaambia okoteni ile imebaki, wakaokota baskets 12 sawa. Akawaambia tuvuke ng'ambo. Yeye, si wao waliuliza. Yesu ukisoma katika kitabu cha Mathayo 14, yeye ndiye mwenyewe alileta maneno ya kuvuka ng'ambo. Wanafunzi hawakuwa na any plan ya kuvuka ng'ambo. Yesu akasema na tuvuke ng'ambo, akamwambia ingieni kwa merikebu tuvuke ng'ambo. Safari sio yao, ni safari ya Yesu. Akamwambia ingieni, akamwambia tangulieni, na safari ni yake. Akamwambia tangulieni na mimi nibaki nyuma. Hebu nione kama tunaelewa hii hadithi. Na mimi nibaki nyuma nikifanya nini? So hii ndio siku yenu ya kwanza kusikia hii hadithi, hamujaisoma, hamujaisikia. Haijahubiriwa kwenu kanisani. Alisema nendeni nami nifanye nini? Nibaki nikitawanya nini? As I dismiss the crowd. Hebu niwaulize, how long does it take one to dismiss a crowd? Yani kama huyu MC wetu hapa, itamchukua muda gani kutuambia you are all dismissed, kila mtu enda nyumbani? Itakuchukua muda gani? Hata sekunde baba. Yani Yesu amewaambia nyinyi tangulieni ni dismiss hii watu. Sawa, hakuna shida, wameingia, wametangulia. Alafu amebaki akidismiss hawa watu. Alipomaliza kuwa dismiss, alienda wapi? Alienda wapi? Kuomba. Wapi? Mlimani. Sasa Yesu, sisi tulikuwa tunasafiri. Sasa safari ya mlimani imetoka wapi? Yeye mwenyewe amewambia nendeni. Amedismiss. Badala ya kuwafuata, amepanda kwa mlima. Wakaingia na ni masaa ya jioni, usiku umeingia. Wale mumesoma Biblia, ni nini kilifanyika baharini? Kukawa na nini? Dhoruba na msukosuko baharini, right? Hebu sasa niwaulize, je, wakati Yesu alikuwa anawaambia tuvuke, wakati Yesu alipowaambia tangulieni, alijua kutakuwa na dhoruba? Wahubiri nisaidieni hapa. Alijua kutakuwa na storm? Na akawaambia endeni. Hapo nyinyi amuone hapo iko Kiswahili ya Yesu hapo. Inaitangwa setting you up. Alijua kutakuwa na dhoruba, alijua kutakuwa na msukosuko, na alijua hata kuwa na wao, akawaambia hiyo ni setting you up. Anakuseti. Alijua watakutana na hii kitu. Badala yeye kwenda akapanda mlimani, anawaangalia akiwa kwa mlima. Saa 12 hadi saa 3 haji. Wanajaribu wa kujiokoa, hawezi. Hata ile mikate walikuwa wamebeba wakaitupa baharini.
Kumbe ilikuwa ni mpango ya Yesu kulisha samaki, na hakuwa amewaambia. Alisema leo samaki watakula mikate. Kuna wakati wewe mwenyewe unamtuma mtoto wako akanunue mchele kwa duka, na ndege wa angani wamekuwa wakiomba Mungu, tunataka chamka, tunataka mchele, tunataka mchele. Mungu anamwambia msijali. Anaita wewe mama Subira, unamtuma Subira kwa duka aleta mchele. Anapewa kwa karatasi tu, kana kuja mbio, hakaangali chini, kana jikwaza pa mchele yote chini. Yesu anaambia endeni mkakule mchele, imelipwa, imelipiwa. Bwana asifiwe. Anasema hawapadi na hawavuni, wanakula, na ni wewe umelipa. Yesu anasema bill kwa mama Subira utalipa. Alafu mtoto anakuja akilia, wewe mwenyewe unachapa mtoto, hujui mambo ilipangwa mbinguni. Badala ushukuru leo umelisha ndege, unachapa mtoto. Unaangalianga wapi? Hiyo ni Kiswahili cha Nairobi, kuangalianga. Unaangalianga wapi? Ukitembea unaangalia wapi? Ni mara ngapi nimekufunza unakuwa mtoto wa utaratibu? Sisi wa Tanzania ni watu wa utaratibu. Sisi wa ATAPE tunachunga uchumi. Sasa ni uchumi gani huu? Unachapa mtoto, wachana na mtoto, kilipangwa huko ndio maana wewe ndio ilisemekana wewe ndio unalisha. Mungu anaseti mtu hapa. Mfano wa pili, Ayubu amekaa tu kwake. Ayubu amekaa tu, amestarehe pale. Kisha akasikia, bwana wangu Ayubu, bwana wangu Ayubu, watoto wako, mbuzi wako, nini? Watu wanne, watumishi wanne wakaleta habari mbaya kwa Ayubu. Ng'ombe wameenda, punda wameenda, ngamia wameenda, mbuzi wameenda, moto ya Mungu imetoka kutoka mbinguni imewachoma, na watoto wake wote 10 walikuwa katika nyumba ya ndugu yao yule mkubwa. Upepo umegonga, wameisha wote. Hakuna aliyebaki, ni mimi tu niliyebaki nikuletee habari. Ayubu akaelewa, kapiga magoti, akasema, Mungu, nilikuja hii dunia bila na umechukua. Wewe ndio unatoa na ni wewe unatoa. You give and you have taken. Na watu wengi leo hii hupenda kutumia hiyo laini ya kwamba it is God who giveth, it is God who taketh. Hiyo ilikuwa ni mtu amechanganyikiwa. Si Mungu, huyo si Mungu alichukua, ni shetani. Lakini rudi nyuma, ukisoma Ayubu 1:16 na Ayubu 2:16 utakuja kugundua shetani anaomba ruhusa. Kwanza ni Mungu alichokoza. Ni Mungu alichokoza. Wana wa Mungu walikuja kujidhihirisha mbele za Mungu, na Mungu akamuona shetani, akauliza, ewe shetani, je, umetoka wapi? Mungu ndiye alianza. Hii conversation yote ni Mungu alianza, sio shetani. What the devil did need to show up. God started the conversation. Kauliza, wewe shetani umetoka wapi? Kasema, nimetoka duniani, kuzunguka huko duniani. Mungu ndiye alianza maneno. Akauliza, umemuona? Ni Mungu. Kuna wakati Mungu anakuset up kwa shetani. Nasema, umeenda kwa mkutano ya ATAPE, umeona bwana Masanene, umemuona bwana Musa? Nimemuona amekaa hapo mbele. Lenga yeye sasa. Lenga shabaha vizuri. Kumbe ni Mungu. Unajua kuna wakati Mungu anachokozanga shetani. Yeye mwenyewe akauliza shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Yaani Mungu anaringa na Ayubu. Umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umeona ya kwamba ni mtu mwadilifu, ni mtu ambaye anayemcha Mungu, anayepukana na uovu. Umemuona? Shetani akasema, acha Mungu unaniambia. Ayubu anakucha bure kwani? Si anakuja kwa sababu umembariki na mali, umembariki na mali kila mahali, uchumi wake uko sawa. Huyu ni mmoja wa ATAPE. Nipatie ruhusa. Sikia, anaomba ruhusa kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu ako na haki ya kukataa.
nipatie ruhusa niguze mali yake. Mungu akamwambia sawa, lakini wakakubaliana. Hii ni mkutano, Ayubu hayuko, mambo yake ndio inaongelelewa, hayuko, hawamuulizi ruhusa. Wasema sasa ukienda guza mali yote, lakini mwili wachana. Mali iliguzwa, kumbe ni Mungu. Wewe ng'ombe wako ambao unakamua anafariki, unasema shetani shindwe. Si shetani, ni Mungu alitumana. Mungu alitumana. Unastahili kusema ng'ombe amekufa, alikufa saa ngapi? Saa 12:32. Jina lako Baba lisifiwe. Sababu najua kama umeua huyu utanipatia mwingine mzuri. Sababu huwezi ukaniulia ng'ombe alafu uniwache kwa mataa. Ndio Biblia inasema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa mambo mangapi? Yote, hata hiyo. Ati kuku wako amefariki ndiye alikuwa anataka mayai, na ni mayai 2 tu kwa wiki moja, unakosa kuja kanisa. Ati unasema mniombe mimi kama ile majaribu imenipata ndio ya Ayubu. Kweli mimi nahitaji maombi. Kuku anataka mayai 2, unatusumbua kanisa isimame ili tupige magoti tumie bure tu kwa na hauji kanisa. Huko nyumbani unaomboleza. Unaomboleza. Kuku amefariki. Kuna wakati Mungu anatoa ruhusa. It is called a setup. Sio shida zote unapata inakuwa ni shida ya shetani. Acha nikupatie mfano mwingine inakuja kwa kichwa. Yohana 9, kuna mzee amekaa pale. Wanafunzi wako pamoja na Yesu. Alafu wakaulizana ni nani aliyefanya makosa ndio huyu azaliwe akiwa kipofu? Je, ni huyu au ni wazazi? Yesu akajibu akasema si huyu na sio wazazi. Alizaliwa hivi ndio jina la Bwana lifanye nini? Imagine, yani unazaa mtoto kipofu, unamlaumu shetani na shetani anasema what are you talking about? Sina taarifa, I didn't know. Kumbe Mungu ndiye alifunga macho kwa sababu alijua siku moja kwa mkutano utafunguliwa macho huyu mtoto. Kwa hivyo wewe ambaye ulifutwa kazi last week, wacha kushinda ukilaumu shetani. Sema Bwana ni mwema, nilifutwa kazi. Sababu kama singefutwa kazi singekuja kwa huu mkutano. Wacha kushinda ukituuliza utakula nini kesho. Anasema usijali ya kesho, atajali ya kesho. Shida yetu ni imani. Imani yetu haba kidogo. Sasa ndo wakati wa kuamini Mungu hata kama kime Bwana asifiwe. Turudi kwa Yesu na wanafunzi. Wakati wakiwa pale baharini, wakati walipokuwa na hiyo msukosuko yote, Yesu mwenyewe akaangalia. Saa 4 hakufika, saa 5 hakufika, saa 6 hakufika, wala hakufika hata saa 9. Usiku wote wamemenyana. Na hakuna stima. Hata wewe ni shahidi, baharini hakunanga stima, hakuna mwangaza pale. Kwa hivyo ni mambo ya imani. Uko gizani unajiokoa na ujui, you don't even see waves at night. Na ubaya ni kwamba hii haikuwa safari yao. Unajua hii inauma sana. Kwanza si safari yetu, na mwenye safari hayuko na sisi. Na alijua. Wakang'ang'ana mpaka saa 10 ya usiku ndio Yesu akaja na ametembea ya maji. Yale maji yanataka kuwaua, ndio Yesu aliyatembelea juu. Bwana asifiwe. Hizo shida zako zinazokusumbua ndizo Yesu atakuja ametembelea juu. Na atasema utakuwa mshindi na zaidi ya mshindi. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba sio kila shida itakuangamiza. Shida zingine zitakuwa ya kwamba zitakuinua.
Jirani mmoja alimpoteza punda wake kwa shimo kubwa ambalo lilikuwa pale jirani. Punda alianguka ndani kubwa tu. Huyu mwenye punda alipoangalia akaona hata nifanye nini huyu punda sioni kama nitaweza kumtoa. Akaita marafiki waweze kujadiliana, wakaangalia na wakasema huyu hatuwezi. So wakatoa mashauri, tuzike huyu punda, tumzike. So wakaleta vyombo pale na wakaanza kumwaga mchanga ndani. Punda alipo angalia akaelewa ya kwamba kimeumana. Hapa siokolewi. Hii ni ya kunimaliza kabisa. Punda akawa na mpango. Kila wakati wanapoumwaga ule mchanga kwake, anatingiza, unaanguka chini. Wanamwaga, he shakes it off, inaenda chini. Wanarusha, ana shake, inaenda chini, anaikanyaga. Kadiri wanavyomwaga, ana shake, anakanyanga. Wakirusha, anaishake, anakanyanga. Na kadiri yanavyokanyaga, anaenda wapi? Anaelekea juu. Nyinyi mwageni hamujui, mnafikiri mnaniziba, lakini inanisaidia Bwana asifiwe sana. Sio kila mawe ukirushiwa na yeyote utarusha back. Mawe mengine utarushiwa ya kusaidia kujenga nyumba ya mawe. Wakati wakirusha na wakarusha, ilifika wakati wakaona mgongo wa punda hapa karibu juu, na punda akakanyanga nje na akatembea. Bwana asifiwe. Sio kila shimo unaloanguka litakuangamiza, lingine litakuinua. Ndio tunafundishwa na wana Atape. Nimependa sana vile huyo daktari amesema hapa. Hata ingawa aliingilia sekta yangu, nilisikia tu, lakini aliingilia sekta yangu, nikasema sawa. Akasema hata kama tunafundishwa mambo ya mbinguni, tusisahau kufanya uchumi, tusisahau kufanya biashara. Bwana asifiwe. Na akatupatia mfano ya kuku. Mlisikia mfano ya kuku? Bwana asifiwe. Lakini ni kweli, kwa sababu watu wengine tunang'ang'ana tu ya mbinguni. Kama hautaweza kufaulu kuishi hapa duniani, usingojee kwenda mbinguni. It does not work. Sababu Yesu anasema katika Yohana 17 ya kwamba sikuombi uwatoe hapa duniani, lakini uwalinde na yule mwovu. Ni lazima tutafute pesa. Bwana asifiwe. Kwa sababu bila pesa hakuna mikutano, bila pesa hakuna vyombo vya sauti. Hauwezi, hata kitabu cha Mhubiri kinasema ya kwamba pesa ndio suluhisho ya mambo mangapi? Yote. Bwana asifiwe. Na sisi si mkia. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati. Anasema katika Kumbukumbu la Torati 28 anza fungu la 13, anasema nitakufanya wewe uwe kichwa wala sio nini? Utakuwa juu wala sio wapi? Utakuwa wa kwanza sio wa wapi? Hivyo ndivyo neno la Bwana linavyosema. Na kwa hivyo tuliangalia na tukaona Mungu mwenyewe akiwaingiza wafanyakazi katika shamba lake. Lakini pia kuna kuumia. Mungu amepeleka Danieli, amepeleka Shadraka, Meshaki na Abednego pale Babeli. Sababu kubwa ya kwenda Babeli ni ili wafundishe hawa Babuloni ya kwamba kuna Mungu anayeishi mbinguni. He is the God of gods and he is the King of kings. Yeye mwenyewe ndiye ambaye ataweza kuwaokoa na ataweza kuwaongoza. He has to do it. Wako pale Babeli. Sura ya 2, Mfalme Nebukadneza anaota ndoto, anaisahau. Anaita Wakalindayo na Wasihiri waje na wanajimu, wakasahau, hawezi wakaelezea chochote. Na kwa hivyo Mungu mwenyewe akamfanya Danieli kuelewa. Danieli akaja akaelezea Mfalme Nebukadneza na akamuelezea kuvile ambavyo ndoto lake lilikuwa. Nebukadneza mwenyewe akaweza. Wakijua wako hapa kwa sababu gani, hawakuweza kuogopa moto. Sisi nasi ambao Mungu ametuita, we cannot fear the fires
of this world, lazima tusimame imara hata kikiumana, hata kuweje. Lazima ijulikane ya kwamba hapa Zanzibar, hapa Tanzania kuna watumishi wa Mungu aliye hai na hawako tayari kuabudu sanamu za hapa duniani, hata kama moto utaongezwa mara 7. Walisimama imara. Mwishowe huyu mfalme wa Babeli alitoa tangazo, akasema hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Hakuna awezaye kuokoa namna hii kama si huyu Mungu. You know, wakati walikuwa wanapangiwa kurushwa katika tanuru la moto, mbingu ilikaa na wakaulizana, ni nani atakayewaokoa mabalozi wetu, kwa sababu wako karibu kumalizwa. Malaika akajitolea akasema nitawaokoa. Akaulizwa utachukua muda gani? Akasema sekunde 2 nitakuwa kwa moto. Akaambiwa that is too long, hapo utakuta wameangamia. Yesu mwenyewe akajitolea akasema mimi nitawaokoa. Akaulizwa utachukua muda gani? Akasema I am already in the fiery furnace, niko motoni tayari, ninawasubiri. Let me tell you something. Wakati mwingine unapojikuta kwa shida, usifikiri ni wewe ulitangulia katika hizo shida. Yesu alikutangulia, alikuwa anakusubiri. Kwambia usiogope. Wakati umeitwa na mkubwa unaambiwa nitakufuta kazi kwa sababu hauji siku ya Sabato. Mwambie ni sawa, hata umechelewa. Umechelewa, ungenifuta jana. Hata ungekuwa umemalizana na mimi kitambo. Kwa sababu hapo anapanga kukuangamiza, Yesu tayari anakusubiri. Anakuambia come baby come. Come, usiogope. Usiogope, niko na kazi nyingine. Mungu Yesu anasema mlango huu ukifungwa, kuna mlango mwingine ataufungua. Na ni lazima Mungu wa mbinguni aweze kuwa na waume na wake wa imani ambao hawaogopi na hawatishwi na hawaogopi chochote. Wanasema what come may, nitamtetea huyu Mungu wa mbingu kwa sababu mimi ni mwana atape. Bwana asifiwe sana. Hawa vijana hawakujua Yesu yuko motoni, lakini Yesu alijua watarushwa kwa moto, akawasubiri. So Yesu alipokuja akamaliza nguvu za moto wa Nebukadnezar, alafu yeye akawaka, akawa ndiye moto, anaitangwa moto ulao. Yeye ni moto uwakao, moto ulao. Yeye hata yeye ni moto. Bwana asifiwe. Yeye ni moto. Bwana asifiwe. Ni moto. Yesu yule tunaamini sisi sio wa mchezo, ni moto. Usicheze, utaumia bure. Na usitese mtu wa Mungu, utaumia bure tu. Neno la Mungu linaniambia waliposemekana wataingizwa kwa moto, mfalme aliwapatia another chance. Akawaambia labda hamkuelewa lugha ya hapa kwetu, labda hamkuelewa. Kwa hivyo nitawapatia chance nyingine. Mtakaposikia sauti za zeze na tarubeta, vinumbi, hizo zote zitakapolia tu hivi, kwa muanguke, muuzindue hiyo sanamu yangu. Na hata kama hamutaanguka chini kabisa, kuinama is okay, I'm okay with that. Kuinama tu kidogo tutakuwa sawa. Kwa sababu kama mtafanya hivyo, sijui ni nani atakaye waokoa kutoka kwa mikono yangu. Shida ya Nebukadnezar ni kwa sababu hakuelewa Mungu wa hawa vijana. Hawa vijana ukisoma hiyo Danieli 3 fungu la 16, amina la 5, 15, 16, wanaanza kuexchange na mfalme. Wakamwambia sikia mfalme, tungependa uelewe ya kwamba tuna Mungu mbinguni. Unajua nyinyi shida yenu hamuelewi hiyo ni nini.
kama mnaelewa, you know, if you know there is a God in heaven, you could be shouting amen here. Because wameambia mfalme, sikia mfalme. I just like that. Yani hawakuogopa. Wengine wetu tungesema okay, kuinama tu peke yake, utarudia siku nyingine au ni mara moja tu. Waliambia mfalme, sikia mfalme, tuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Na huyo Mungu atatuokoa kutoka kwa mkono wako mfalme. Lakini wakaendelea, wasema na kama unajua, ningekuwa nikihubiri kwa lugha ya mama Kikuyu ningesikia raha sana. Wanapoongea wanamwambia na akorwo ndegutuhonokiari. Bwana asifiwe. Yani kama hata tuokoa, wachungaji, kama hata tuokoa, hatujali, hatutaabudu hiyo kitu yako. We are not going to bow down. We are not going to worship. He is going to save us, and if at all he is not going to save us, we are okay. Wacha kama ni kufa, wacha tufe. Bwana asifiwe sana. Mfalme, Biblia katika hiyo Danieli 3:16 inasema his countenance changed. His face, alikuwa mweupe akawa mwekundu. Unajua wazungu wanabadilika, mzungu anabadilikanga rangi, mzungu akiwa amefurahi utaelewa, utaona red. Akilia utaona red. Akifa anataningi blue. That's what it is. No, seriously. Hapa sikuwawekelea, ni kweli. Sisi hatubadilikangi, sisi weusi. Si ni kitu kizuri kuwa weusi. Unajua sisi mtu mweusi atakasirika na ujue amekasirika. Hata akifurahi utajua amefurahi. Hata wanaume wengi wa Kiafrika hawaambiangi wake zao ati I love you. Unauliza, kwa nini uniambiangi I love you? Si nilikwambia ile wakati nikikuoa. I have not changed. Mpaka saa hii wakati nitachange nitakwambia. Yani miaka 20 hujaambiwa I love you. Alikwambia moja. Na hiyo anasema hiyo ni Kiafrika, iko sawa. Si ati hatuwapendangi, iko ndani, ni kutoa hatujuangi kutoa, maana hataki kuchezea hiyo kitu. So iko. Iko. Tunawapenda tu, ni vile hatusidi tukisema hatakangu shida, tunasema hapana. Mtatusamehe. Tunajaribu though, we try, lakini unaniambia si unishike mkono, na wewe ni TikTok uliona TikTok ukaona ati sikue kama sisi wazungu tunazikana mkono. Wacha nikwambie, wazungu unaweza lala jioni ukiwa mmependana, asubuhi akwambia upendo yangu iliisha. Na hakuna kitu utafanya, imeenda. Kwa hivyo wewe sasa ujipange. Sisi hata tukiamuka tukwambie upendo imeenda, unaniambia si ujaribu tu kuirudisha. Sijaribu, na kwani ninajaribu nakwambia kweli leo imerudi. By saa 7:30 imerudi. Si wa Afrika hakuna kitu kizuri kama wa Afrika. Wa Afrika sisi hata mama ataishi na mashida yake na atakaa tu kwa nyumba. Bwana asifiwe. Huyu Nebukadnezar sababu hakuwa Muafrika walielewa. The Bible says his countenance changed. Akasema ongeza moto mara ngapi? Wacha niwaulize wale mmesoma Biblia. Hawa watoto, hawa vijana walipofanyiwa interview na mfalme, aligundua ni wema, ni werevu kuliko wengine mara ngapi? 10 times my pastor. They were 10 times better. Huyu mfalme amesema moto iongezwe mara ngapi? Hata kama hujui hesabu, 10 na 7 ni gani itameza ingine, hata kama hujui.
hata kama hujui hesabu. Unaona ni nini? Kwa nini mfalme hakusema 10? Ni hasira. Hasira ni mbaya, sababu amekasirika, hakukumbuka hawa watu watamaliza yako 7 na wabaki na 3 balance. Wabaki na balance 3. Hawa vijana wako sawa. Bwana asifiwe sana. Ni wafanyakazi wameenda Babeli, watakuelezea mfalme, utaelewa wewe. Pana cheza na hawa vijana. Bwana asifiwe sana. Yesu anaangalia kama hapa Tanzania, hapa Zanzibar watatokezea vijana kama Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao hawaogopi moto, ambao hawatishwi na kifo. Wanasema tutamtetea Yesu wetu hadi injili ifike mahali pale angetaka ifike. Neno la Mungu linasema wakafungwa, na ndio wanapeana mikono. Funga, mnataka kufunga? Sawa, funga. Tenda motoni, wanatembea hawaogopi. Neno la Mungu linasema wakarushwa ndani. Neno linasema walirushwa, wakarushwa ndani. Biblia inasema waliowarusha wakarambwa na ule moto. Si kuchomwa, ni hit. Hata si moto ilichoma. Yani Yesu wetu si ni mzuri jamani. Yani ukiamua kuangamiza hata hutatumia excess energy. Anasema ya kwamba joto peke yake, kwa sababu hawakuwa ndani, walikufa wakiwa nje. So ni joto tu ile ilikuwa inatoka, na ni ya mara 7 na ingekuwa mara 10. Na imagine huyo Yesu ndiye sisi tunaamini, lakini dunia inatutisha. Sasa ndio wakati na sisi tutese dunia. Wacha tutese dunia. Wakati ndo huu na sisi tujulishe ulimwengu ya kwamba kuna wana atape. Wacha watu wote waelewe atape, atape, atape. Bwana asifiwe. Na muende hata Kenya muambia vile atape inafanyanga kazi. Bwana asifiwe. If you know, you know. Sikia, wakati wamerushwa ndani, hawa wameumia, wamefariki, Nebukadneza akaangalia ndani, akauliza ni wangapi tulirusha ndani? You know, kile kinanishangaza ni kwamba hakuuliza mbona hawa wamekufa. Hakuona wale wamekufa. That is how insignificant they were. Hakuuliza juu ya wanajeshi ambao walikufa. Aliuliza tulirusha wangapi? Akaambiwa ni 3. Yani huyu mzee ananishangaza. Hata hujui umerusha wangapi. Already rusha watu kwa moto. Hujui ni wangapi umerusha. Lakini mbingu itachanganya hii dunia. Unajua hii tunaweza fanya dunia ichanganyikiwe mpaka inashangaa ilirusha. Bwana asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba akauliza ni wangapi? Akaambiwa ni 3. Akasema mimi naona 4. Lakini nikiangalia vizuri, huyu si mwana wa wanadamu. Huyu ni mwana wa miungu. Nebukadnezar, si ni wewe juzi ulisema ati ni nani atawaokoa? Kumbe unajua kuna Mungu na akona mtoto. Unajua hivyo? Unajua kuna Mungu na ana mtoto. Sasa ndiye huyu. Sasa hujakutana na Mungu, umekutana na mtoto yake. Uliguza pabaya Nebukadnezar. Uliguza pabaya baba. Uliguza pabaya. Hii ungewachana na wao, sasa ulijiletea wanajeshi wengine wamekufa hapa. Nebukadnezar mwenyewe akaangalia tena, akaona tena hawajafungwa. Walirushwa, wamefungwa, walifunguliwa, na wanatembea kwa moto. Wanatembea ndani ya moto na wanaongea na yule. Nebukadnezar akajua nikiita wote. Bwana asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba akaamua kuwaita nje, lakini akawa very specific. Wala ningetaka mtoke kwa hii kitu ni wewe Shadraki, Meshaki na Abednego. Mwisho huyu mwingine asitoke jamani, asitoke. Bwana asifiwe sana. Huyo ndiye Yesu wetu Bwana. Huyo ndiye tunastahili kuimba tupe moto wa uhai.
uliowaka zamani, uliowaongoza hao watu. That is the fire we need katika mkutano huu wetu wa Atape. Tukitoka hapa twende tutese dunia. Wacha waelewe kuna Mungu mbinguni. Wacha waelewe hatuendi chini, tunapaa. Hiyo sisi tunaenda beyond 2050. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba walipotoka nje, aliongea. Wewe ungekuwa Nebukadneza, ungeita mtu ya ine kweli? Hata hakuwauliza yeye ni nani. Alisema tu huyu ndiye Mungu. Na akasema sikieni, wale wote mko hapa, mlipokuwa mnakuja nilitaka mkirudi nyumbani mpeleke ujumbe ya mnara mkubwa. Lakini sasa mambo imebadilika. Bwana asifiwe. Hiyo mimi naona kama ilikuwa ni mkutano ya Atape. Unajua ulikuja na nia zingine, ukirudi nyumbani unaenda na ajenda nyingine. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba enendeni na mutangaze, hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii ila Mungu wa Shadrach, Meshaki na Abednego. Na kama kuna mtu atasikika ameongea kinyume cha huyu Mungu wa hawa vijana, atauawa, atakatakatwa na nyumba yake itaachwa ukiwa. Nisikie mkiongea ati kulikuwa na mnara. Nisikie mmoja hivi, mtanielewa. Sasa kutoka saa hii hata matangazo ni Mungu wa mbinguni. Jioni kila TV, na huu ni muktasari wa habari mkisomewa na fulani. Mkutano mkubwa ambao ulikusanyikana pale katika uwanja wa Dura umegundua ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni. Mungu wake Shadrach, Meshaki na hawakutaja munara. They changed the agenda ya dunia. Oh, how I wish Atape we can change the agenda of the world. Oh, how I wish tunaweza badilisha agenda. Danieli katika kitabu chake kuna mikakati ambayo ilipatikana. Huyu Danieli mwenyewe aliweza kuelezea yale mambo yaliyofanyika, Mungu akionyesha yeye ndiye hakimu. Sura ya 4 ya Danieli, mfalme wa Nebukadneza mwenyewe amekula nyasi kwa miaka 7. Mwisho akasema nimeelewa kuna Mungu mbinguni. Sura ya 5, Mene, Tekeli na Peresi inapatikana kila mahali. Mungu ameingiza watendakazi asubuhi kabla ya saa 3. Kina Danieli na manabii wengine. Danieli ametoka, alafu kuna wengine ambao ni kina Isaya. Isaya mwenyewe nilikwambia alihubiri na aliambiwa ya kwamba fanya kazi, hubiri, piga kelele na usiwache. Waambie watu wa nyumba ya Israeli dhambi zao. Wajulishe, waite. Isaya anasema Jooni tusemezane katika Isaya 1:18. Jooni tusemezane hata kama dhambi zenu ni nyekundu kiasi gani. He is a servant of the Lord. Huyu anasema Jooni na mtatakaswa. Jooni hata kama dhambi zenu ni nyekundu kiasi gani. Dhambi nyekundu katika Yesu. Kawaida kitambaa chekundu ukiingiza katika rangi nyekundu kitatokea na rangi gani? Kitambaa chekundu katika rangi nyekundu hutokea ikiwa ya rangi gani? Lakini kwa Yesu dhambi nyekundu kuingizwa katika damu nyekundu ya Yesu, unatokea ukiwa msafi kama dhahabu. Bwana asifiwe sana. Unatokea wewe mwenyewe msafi kama sufu. Yeye mwenyewe anasema I will change your perception. Anasema I will change your dream. Anasema I will change your vision. Huo ndio ujumbe wa Isaya. Anasema utabadilishwa. Ukimalizia Isaya 65 pale fungu la 17, anasema I am making everything new. I am doing a new thing. Yesu mwenyewe anataka kufanya upya. Kwa nini? Kwa sababu Habakuku anasema 3 fungu la 22, huruma zake, rehema za Mungu ni mpya kila nini? Kila asubuhi. He want to make you new every now and then. Isaiah alihubiri, lakini elewa ya kwamba sasa hivi inaelekea saa 3. Inaelekea saa 3, jua imeanza kuchomoa kidogo, inaanza kuwa joto kidogo, na Isaiah mwenyewe hakuweza kufaulu katika kifo cha kawaida. Walimuua
walimkimbiza huyu Isaya. Isaya mwenyewe alienda kajificha mahali kuna mtu, wakamuingiza kwa mti mkubwa, waliukata kwa msumeno, wakamuua pale, akafariki. Yeremia mwenyewe akaingia, na Yeremia alipoitwa alikataa. Mungu akamwambia, nilikuchagua ukiwa bado mchanga, ukiwa bado tumboni mwa mama. I chose you while you are still a young person. Hiyo ni Yeremia 1:4. Na anasema katika fungu la 10, nimekuteua wewe ili uweze kufanya kazi ya kung'oa, ya kupanda na kung'oa. Hiyo ndiyo kazi ambayo umeitiwa, nimeitiwa, ya kupanda na kung'oa. Ng'oa kilicho kibaya, panda kile kitakacholeta mazao mazuri katika ufalme wa mbingu. Yeremia mwenyewe amehubiri, Yeremia mwenyewe ameendelea, Yeremia mwenyewe amekitwa ambaye ni nabii wa kilio, the lamenting prophet, the wailing prophet. Aliombolezea Israeli hadi akaandika kitabu cha maombolezo yeye mwenyewe. Alitoka Ezekieli akaingia, Ezekieli mwenyewe akapewa ujumbe. Ukisoma Ezekieli 37, anapelekwa katika bonde moja la mifupa mikavu, mifupa mikavu. Kwa sababu Mungu alikuwa anamuelezea huyu nabii ya kwamba tumaini limepotea, tumaini limekuwa, the hope of my people is dead. Na kwa hivyo akamleta huyu Ezekieli, akampeleka pale katika hiyo bonde ambayo ilikuwa na mifupa mikavu. Akamuuliza, yeye mwana wa Adamu, je, hii mifupa inaweza ishi tena? Akasema, mimi sijui, wewe waelewa. Mungu akamwambia, tabiri, preach to those dried bones. Hubiria hiyo hata kama unaona ni mifupa mikavu, tabiri, preach. Na wewe mwana wa Atape, ukitoka hapa, hata kama unaona dunia imeoza, hubiri. Hata kama unaona hakuna tumaini, hubiri. Kazi yako ni kuhubiri, kuhuisha. Mungu atafanya mapenzi yake. Hata kama unaona watoto wako wamekosa tumaini, wewe endelea kuwaombea na kuwazungumzia. Pastor, kama unaona kanisa lako limekwama, it's okay, just preach the word. That is your mission. That is your mission. Changing them ni Mungu mwenyewe. Ezekieli akaambiwa hubiri, kwa sababu that is our responsibility. Ukifika fungu la 10 la Ezekieli 37, utaona walikuja wakasimama wakiwa jeshi kubwa, kwa sababu huyu Ezekieli alikubali kuhubiria mifupa. Na wewe pia, kama unaona mume wako au mke wako ni mifupa, wewe hubiri tu. Ng'ang'ana, siku moja itaamuka. Bwana asifiwe sana. Siku moja atasimama tu. Usikate tamaa. Wana Atape sio wa kukata tamaa na sio wa kurudi nyuma, ni wa kwenda mbele. Wana Atape wanasema, iende mbele injili yo, iende mbele injili ya Yesu. Ndio maana Bwana asifiwe sana. Haturudi hata kikiumana, hata tukikosa chakula, hata tukikosa amani, mifupa mikavu, sisi ndiyo tutahubiri injili. Tunayo, kwa sababu sasa ndiyo nini? Wakati. Neno linasema Ezekieli alipoondoka, wengine walikuja, Hosea alikuja. Mungu akataka kuonyesha Hosea, watu wangu wamepotea. Kijana mzuri tu, anafundisha lesson kanisani, anaimbisha kwaya kanisani, ni wa praise and worship kanisani, ni mhubiri mzuri kanisani. Wakati umefika wa kuoa, Mungu akaangalia kanisani, akaona wasichana wazuri kanisani, akaambia huyu kijana, sasa nataka nikupatie msichana. Enda sokoni. Enda sokoni, kuna kasichana nimeweka. Akauliza Mungu, sokoni? Nasema ya. Soko. Sio kanisani? Akaenda akaambiwa simama hapo. Akaambiwa na Mungu aleza. Kasichana kakaja, kamevaa yenyewe, kamepaka ile marangi tuliambiwa jana. Na kibeti. Na viatu. Iko na mizumari. Kana kajanga, kana kuja tu. Mungu akamwambia ndio haka kana kuja, ndio haka kana kuja. Isaya akasema hapana, Mungu si. Yeah. I think you are mistaken. Akasema ni huyu.
Kakaja akamsalimia, hello. Yes. How are you? Nikusaidie nini? Sema hapana, mimi nimekuja kutafuta msichana ya kuoa. Na ni kama ni wewe. Mimi? Are you for real? Unaitwa nani? Hosea. Oh, Hosea. Na wewe unaitwa nani? Gomeri. Hata jina yenyewe. Unajua hata jina. Unajua kuna majina utaambiwa vile mtu anaitwa inakuput off. Moja yake ni mnaitanga hivi kwa Kiswahili ni Gomeri. Anaitwa Gomeri. Jina yenyewe, it is not even fancy, it is not even sexy, it's not even beautiful, ati Gomeri. Na ndio unaona huwezi ukazaa mtoto ukaita yeye Gomeri. Lakini Mungu wa mbinguni alichagua nani? Gomeri. Kaambiwa oa yeye. Walienda naye nyumbani. Nataka uniambie ukiwa mama ya Hosea umeletewa Gomeri. Kasichana, nguo za duniani zimeenda mbinguni na za mbinguni zimeenda duniani. Machungwa iko 75% nje. Buraha inaonekana nusu. Na kanakuja tu. Kamepaka rangi ya red midomo, rangi ya blue pande hii na ingine ya green pande hii. Nywele pande moja ni green, ingine na kamekuja. Kijana amekwambia, "Mam, nilikwambia natafuta girlfriend. Nimepata." Ndiye huyu. Tuseme ukweli. Kabisa nyinyi wa Atape wana Adventist ambao mumeokoka. Bao mnaenda mbinguni after 2050. Mama, utakubali mtoto? Wengi mtaita Hosea. Ngoja kidogo. Hosea, niongee na wewe kidogo. Hosea, uko sawa? Hosea, unataka kutuaibisha kwa hii kanisa ya Susa. Unataka kutuaibisha kwa kanisa. Unajua mimi ni Mwadventista. Unajua tulianza hii kanisa lini? Mimi ni shemasi mkuu kwa hii kanisa na baba yako ni mzee wa kanisa. Ni nini hiyo mam, hata mimi nilitaka kuwa kanisani. Mungu ndiye alinio. Acha kuniambia Mungu. Mungu gani? Mungu gani? Mungu wetu hawezi akakutuma kwa ngome. Ati uliniambia anaitwa nani? Never. Mam, ni huyu. Ninamupenda. Tangu lini mlionana lini? Leo asubuhi. Na sasa ni saa ngapi? Saa 5:30. Na umempenda? Mam, unajua hii inaitangwa love at sight. At the first impression. Ni impression gani uliona hapo? Sitaki. Kama unamchukua usiwahi rudi hapa kwangu. Sawa mama. Dadi yako wapi? Alienda mkutano ya Atape kule Zanzibar. Sawa. Hosea akapeleka msichana wa wenyewe nyumbani. Home. Na wakakaa. Umepika? Mimi sijapika, mimi sijui kupika. Mimi nakulanga nje. Hosea ndiye anapika. Kanisani wakasimamisha yeye. Huwezi ukaoa malaya alafu utuambie hapana. Hosea, umepotea njia. Hii si Atape, sio morals za Atape, hakuna kitu Atape. Hata umetolewa ushirika ya Atape, ulikuwa umetoa pesa ngapi? 25,000 ya kujiandikisha, murudishieni. Hosea ikasemekana anaenda mahubiri, akaenda. Kurudi wiki mbili, nyumbani mke alitorokanga. Akaenda kumtafuta tena sokoni, akaambiwa ako kwa fulani, akaenda akamkuta hapo. Na towel. Ametoka na towel, kametoka bafu, kamejifunga hapa. Akakujua nani ya kwa mlango kufungua ni Hosea. Unafanya nini hapa Hosea? Wewe unafanya nini? Nimekuja kuchukua, mimi siendi home. Vaa twende. Hosea.
Dume ikatokezea nyuma. Hey man, what are you doing here man? Who are you man? Who are you? What are you doing here man? Akasema, I'm James. Who are you? Akasema Hosea. Who is Hosea? Mimi ni mume wake. Wewe mbona hukuniambia umeolewa? Mimi sijaamua kuolewa. Lakini tunaishi na yeye, ni my roommate. Kaka mama kanitesa ya Hosea. Hosea wameenda nyumbani baada ya mwezi moja miezi mbili, akaambiwa Hosea, I need to talk to you. Vile mimi najisikia, I think I'm pregnant. Lini? Hosea kufanya hesabu yake akaona huyo si mtoto yake. Alizaa mtoto wa wenyewe. Siku nyingine ameenda akatoroka, ameza watoto watatu, Jezreeli, Loami, Loruhama, wote. Biblia inasema wanaonyesha si watoto wa Mungu. Sasa swali ni kwa nini Mungu umeambia Hosea aoe huyu? Anamuambia ya kwamba I want you to be like me to my people in order for your wife to be what they are to me. Kwa njia nyingine, ninataka uone mimi ni kama wewe kwa wana wa Israeli, na wana wa Israeli wako kama mke wako kwangu. Wameniacha, wamejichibia visima, wamechimba visima vilivyotoboka, wametafuta raha ambazo hazisaidii, wameniacha mimi Bwana yao. Wao wenyewe wamekiuka sheria zote nilizowapatia, lakini ni lazima uwafundishe. That is why God is calling you today kwenda kuambia warudi nyumbani kwa Baba. Kiangalia the rest of the prophets wanazungumuza kuhusu kurudi. Hata Yoeli mwenyewe, kusoma Yoeli 2 fungu la kwanza la pili na 12, anazungumzia kuhusu moto wa Mungu wa uamsho. Revival and reformation. Hadi mfalme, nabii wa mwisho. Hatuna wakati wa kuangalia wote, lakini Malaki anamalizia. Malaki 4 fungu la 15 anasema ya kwamba nitamuamsha. I will raise Elijah. Mungu anasema mumeniacha, mumekuwa si watu waaminifu kwa zaka na sadaka katika ndoa zenu na kila kitu, lakini kile sasa nitafanya, nitamuinua Elijah. Huo ndio ujumbe wa mwisho wa kitabu au agano la kale. The last prophet in the book or in the Old Testament alikuwa ni huyu Malaki, na akasema nitainua, kwa sababu baba na watoto wao hawaendi pamoja. I want to bring them together. The next thing you hear is the New Testament. Na hiyo ndio itakuwa saa 3 basi. Hapa saa 3 nabii wa kwanza akianza kazi tena hapa. Saa 3 nabii anaanza kazi. Kutoka saa 12 mpaka saa 3, hiyo ni patriarchs and prophets, Old Testament. Wakati Mungu aliinua watu wake kufanya kazi, lakini saa 3 tunaiangalia jioni tuone ni nani ambaye aliyesimamishwa kuingia katika kazi. Nakumbuka tunasema sasa ndiyo wakati, hatujafikia wakati wetu, kwa sababu Mungu anakusudi na kila generation and every dispensation ambayo ameweka watu wa Mungu. Kubwa ni hili ya kwamba Mungu ametuita kila mmoja wetu kwa kusudi. Let me say this as I finish. Tunapoisoma Biblia ina watu wengi sana. Ukisoma Wahibrania 12 fungu la kwanza na la pili, anasema basi tumezingirwa na wingu kubwa sana, wingu la mashahidi. We have a big crowd of witnesses. Sababu kubwa ya Biblia kuandikwa, Biblia iliandikwa na watu kama 44 na ina characters wengi sana. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu hataki sisi sote tuwe character moja. Uwezi ukatuhubiria tuambie sisi wote tuwe Ibrahimu. No, lazima kuna wengine ni Ibrahimu, lazima wengine ni Sara, wengine ni Lutu, wengine ni Danieli, wengine ni Shadraka, wengine ni Jeremiah, ni Isaya, ni Hosea, ni Joeli, ni Nahumu, ni Obadia, ni Zabakuk, ni Malaki. Kila mtu ana mahali you fit in the kingdom. The reason as to why we have all these characters in the Bible is to tell you that you have no reason. Yani kila kinafanya tuambiwa tuna mashahidi wengi kwa Biblia ni kwa sababu hauna sababu ya kupotea, na hauwezi ukasema you cannot make a difference. Kila mtu you can make a difference. Kama wewe si mchungaji, wewe ni mzee wa kanisa, au ni shemasi, au wewe ni mwanabiashara, wherever you are, wewe ni mwalimu, wewe ni nini, chochote unachofanya, Mungu anasema katika ufalme you fit. Everybody fits in the kingdom of God.
Na sasa ndo wakati wewe mwenyewe ujiulize, mimi ni nani katika Biblia? If the Bible were to be written again today, utaandikwa ukiwa nani? Your story is not done yet. Let us rewrite our story this week. Hebu tuanze kuendelea na hadithi yetu. We can change our story. Kama hujaanza kuandika story yako, anza saa hii. Usitoke hapa kabla haujaanza kurewrite your story. Na Mungu atairekebisha. Na Bwana awabariki. Tuombe. Asante tena Bwana kwa wingi wa fadhili zako. Ni asubuhi tu. Na tumeona umewainua wengi katika kazi yako na shamba lako. Na uliwaweka waweze kuwa mfano, uliwaweka waweze kuwa msingi. Uliwaweka ili waweze kuwa funzo kwetu. Ili nasi tukifikiwa tuwe tayari kusimama imara and to make a difference. Saidia wote ambao wanasikia sauti hii, wasaidia hata wale wanaoangalia kwa mtandao. Wote Bwana, let us be where you want us to be. Na najua hakika kila mtu akifanya kazi yake, jina lako litapata sifa na utapata utukufu na heshima katika dunia hii, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amina. Na wote tuseme asante sana. Makofi mengi kwa pasta. Makofi hayatoshi, makofi hayatoshi. Basi pasta ubarikiwe sana. Tunaelekea mwisho wa vipindi vyetu, lakini ni